Pointi ya kwanza, jua kwamba kuwa mwanaume wewe ni mtu wa thamani. Amen. Ndio maana ukijua wewe ni mtu wa thamani, fikiria, fanya, tenda, fanya vitu kama mtu wa nini? Wa thamani, kwa sababu wewe value yako ni kubwa. Ni vile tu sisi hatutoagi sadaka kama Wayahudi, lakini tulipaswa tuwe na chombo cha wanaume kumshukuru Mungu kila mwezi. Kuzaliwa mwanaume. Amen. Sisi ni chombo cha thamani. Ndio maana hata kitabu cha Hesabu 3:39 inaonyesha jinsi ambavyo hata kipindi cha Agano la Kale waliokuwa wanahesabiwa ni nani? Ni wanaume. Amen. Hata ile mikate Yesu alilisha walihesabiwa wanaume. Ukisoma Injili ya Mathayo 14:21, thamani ya mwanaume. Kwa hiyo ujione wewe ni chombo cha thamani. Ujue hilo la kwanza. La pili ambalo mwanaume unapaswa kujua, sijui kama mnaelewa hii, hakuna katika sisi, kati yetu na wanawake, wanaopigwa vita sana tangu zamani ni mwanaume. Shetani anapambana sana na uzao wa kiume, kwa sababu anajua nguvu ya familia ni nani? Ni mwanaume. Anapambana sana na uzao wa kiume. Ndio maana unakumbuka nilizungumza hata jana. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka mlango ule wa kwanza 22, unagundua watu ambao hata Farao alipambana nao ni nani? Ni wanaume. Akasema mtoto yote wa kiume akizaliwa afanyeje? Auawe. Lakini wanawake wabaki tu. Munaona hata kipindi Musa amezaliwa, alizaliwa mazingira ambayo Mungu alimtunza kwa thamani kubwa, mpaka akafanya muujiza, akajikuta yuko analelewa kwenye nyumba ya mfalme, lakini ni kwa muujiza tu. Watoto wa kiume walikuwa wanauawa kwa sababu shetani anapambana sana na uzao wa kiume. Hata kipindi kile Yesu amezaliwa, ukisoma ile Injili ya Mathayo 2:16 mpaka 18, kulikuwa na vita kubwa. Yesu amezaliwa, wale mamajusi wanapeleleza ni wapi huyu mheshimiwa amezaliwa, kwa sababu walishaambiwa ni mfalme, wakajua mfalme mwenzao atakuwa anajua. Kumbe wanaenda kuchokoza vita. Biblia inasema Herode akasema mwende mkapeleleze sana mambo ya nani? Mambo ya mtoto. Mkisha muona muniletee taarifa na mimi niende nimsujudie. Lakini sio ilikuwa kumsujudia, ilikuwa ni kwenda kumuua. Alipoona amedanganywa, Biblia inasema aliua watoto wote wa kiume kuanzia mwaka mmoja mpaka mingapi? 2. Si ndio? Aliyekuwa anatafutwa hapo ni Yesu. Lakini why watoto wote wa kiume wafe? Yaani uzao wa kiume unatafutwa sana. Shetani anapambana sana na uzao wa kiume. Na ndio maana angalia hata kwenye maisha yetu tunayoishi, dhambi nyingi wanaozifanya ni watu gani? Wanaume. Unajua ukitafuta wavuta sigara ni wanaume, wamama ni wachache. Hata ukimuona tunashituka. Labda ukienda Marekani, Uingereza, huko nchi za wenzetu, ndio unakuta tu mama twingi tunavuta nini? Sigara. Lakini hapa Maua, hata nikikwambia nihesabia wamama wanaovuta sigara, ukiwakuta 20, eti bishop, ni ngumu. Lakini sisi shetani ameturundikia hiyo mimoshi, ndio tunaokula ili tuharibu mapafu.
Ukiangalia hata walevi wengi ni nani? Ni wanaume. Tumama ni tudogo, shetani ametupeleka humo tuatie moyo wanaume walevi. Tuwe hapo, tuvae tunguo tu ajabu, tunini, tutuibie hela, lakini ni tuchache sana. Yaani kumkuta mke wa mtu ni mlevi, anaongea peke yake barabarani, analala kwenye mitaro. Na kuna wamama wamejifunza pombe kwa sababu ya kulinda waume zao. Asa unaenda wapi? Kila baa. Na nani? Mwenyewe. Na kusindikiza. Ndio kana kenyewe kanakunywa kidogo lakini kanalinda mzigo wake. Kwa hiyo walevi wengi hii haitakiwi kusema sana. Nitaka kusema hiyo. Wanaona ni wengi ni wanaume. Ndio waraji wa sukuma ya maua. Hiyo sitaki kuigusa. Wala tuliambiwa tusiguse mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wengi wao ni nani? Wanaume. Yaani tuzambi twingi shetani anatupanda kwetu ili atumalize. Kwa sababu anajua, nimekuambia sisi ni vitu vya thamani. Kwa hiyo anapambana na uzao wa kiume. Anataka atumalize. Ndio maana bangi wanaume, usigara wanaume, ulevi wanaume. Hii ya umalaya huwezi kusema wanaume kwa sababu hii inafanyika seti. Kwa sababu huwezi kusema mwanaume ni malaya anafanya na nani? Sina wanawake. Lakini mtafiti mmoja alisema 95% ya wanaume walio kwenye ndoa wamewahi kusaliti ndoa zao. Wanaume hai. Unajiona wapi? Unajiona kwenye 90% ngapi? Ile 5 au 90 ngapi? Tuwe tu wa kweli. Moja ya mtihani mkubwa wa mwanaume ni kuwa mwaminifu mpaka kufa. Yaani kwamba akifunga ndoa anashikana na mke wake mpaka kifo. Hao ni wachache sana. Wengi tuko kwenye 95. Hata leo tungesema tufunge mashine pale mlangoni, wale waliowahi kusaliti ndoa zao, mashine ipige kelele pale. Muulize mwanaume mwenzangu ungetokea mlango gani? Kuna wengi wangekiuka utaratibu, wangesema najijua. Na kuna wengine sio tu mashine ingelia, hii ingelia na kuzima. Kwamba huyu aliyepita too much. Unajua, ngoja nikwambie mabishopu, ngoja niwaambie ukweli. Wanaume wengi tunasema na mke mmoja ni kwa mtazamo wa macho ya nje. Jana hapa kwenye revival mtumishi wa Mungu alisema katika dhambi au ugonjwa ambao unatusumbua ni kupretend. Si alisema hapa? Ugonjwa unaotusumbua ni nini? Kupretend, AK unafiki. Wanaume wengi hawana mke mmoja. Wana polygamy ila haiko rasmi. Kiasi kwamba kama tungepeleka vichwa vyao laboratory tuvipime, tungekuta vingine vina wake 3, wake 4, na anatunza hizo familia katika watu ambao ni magenius, ni wanaume. Anaweza kukaa hapa Maua na wanawake 3, nyie mnamjua mmoja tu. Ila mkipita huko barabarani mnaona hii sample ya mtoto huyu. Anyway, uumbaji wa Mungu naendelea. Kumbe ni katoto kake, yani ana tutoto kwenye familia nyingine na anawatunza, anawasomesha. Mke hajui,
ukoo haujui, pastor hajui, lakini maisha yanaendelea. Hujawahi kuona kuna wakati mwanaume anakufa, unakuta kuna tumama tunalia kuliko mke wake tunayemjua. Si tunavuruga mpaka ibada za wachungaji, si ndio baba? Muko msibani, hey, shut up, subiri tumaliza. Lakini akasikii, umetuacha. Unajiuliza amewacha? Unajiuliza amewachaje? Si tunajua amemwacha huyu. Hata wakati wanasoma yale mnasema nini? Ile marehemu ameacha mke na watoto watatu. Unakuta kuna tumama huko tunasema Unajiuliza kwa nini haka kana unguruma hapa? Ni kwamba kana unguruma akajawekwa kwenye wanaume. Leo tuko peke yetu. Uko salama katika izili asilimia ni ngapi? 95. Vita ambayo tunapigwa na adui, anawinda uzao wa kiume. Yote hiyo anajua akikukamatia utoto mama tutatu, familia yako itakwama maendeleo tu. Kwa sababu kipato chetu sio cha kuhudumia wanawake 6-7. Kilikuwa cha kuhudumia familia yako na watoto msonge. Sasa shetani ili akuhamishe anakupelekea hiyo roho ya tamaa. Unabeba tumama tutatu, tuasili tuwili au tutatu, hako kamoja ndo kanajulikana. Lakini ndo nashangaa mtu anapata kipato, lakini hamuoni maendeleo, hamuoni hata kisonga. Mnaona tu mpaka leo amerenti, mpaka leo biashara ziendi, amefungua kaduka, lakini kuna watu wanachukua hapo vitu hawalipi. Kumbe ni mama watoto wake wanakuja kuchukua hata mbele ya mke wake. Nikopeshe sukari. Chukua. Muka nafikiri anakopeshwa, kumbe kaja kuchukua matumizi. Vita ambayo wanaume tunapigwa na shetani. Kwa sababu gani? Shetani anajua sisi ni watu wa thamani, na ili asivuruge familia zetu, anayepambana kumkamata ni nani? Mwanaume. Na mimi niseme ukweli, kwa sababu wamama hawapo, na sijui kama tuko live. Kama tuko live, tumama tunafuatilia ni kiherehere chao. Tulisema hii ni semina ya nani? Ya wanaume. Niseme ukweli, unajua sisi wanaume tukinyoka kama rura, familia nyingi zinanyoka. Kwa sababu hata huyu aliyefanya research kwamba 95% wanaume wamewahi kusaliti ndoa zao, alisema wamama ni 25 tu, na katika hizo 25, 10 wana revenge. Tunaelewana? Kisasi. Yaani anasema huyu mwanaume nimemvumilia, anafikiri mimi ndio scraper, siwezi kupata scraper mwenzangu. Tunaelewa scraper? Chuma chakavu. Anasema na mimi nitapata chuma chakavu. Kwa hiyo kama kanaenda kusaliti sio kwa sababu ni kamaraya, ila kanataka kutuliza moyo. Mama mmoja alikuja akawa naomba ushauri. Asema mume wangu ni maraya, sina nini. Nikamwambia msamehe tu. Nikamwambia kwa sababu hata ukisema unaondoka kwake, wewe bado ni msichana. Utakaa bila kuolewa kwa ulivyo,
Nikasema automatically tu utamwacha huyu chita, utakuja kuolewa na chita mwingine aliyemchiti mwenzako akamwacha. Kwa utajikuta umemwacha chita ukaolewa na nani? Mwingine anaye chiti. Nikasema kwa sababu huwezi kumpata mwanaume bikira wewe akuoe. Tayari wewe ni second hand. Lazima upate second hand. Aidha upata mefiwa na mke wake au waliachana kwa sababu na wao walisalitiana. Kwa hiyo nikamwambia bora usamehe. Akasema sawa, lakini pastor, hivi na mimi nikienda kupoza hasira nikatafuta mwingine nitembee naye hata mara moja, ili tukikaa pale nyumbani niseme ulinichiti na mimi nimekuchiti. Nikasema wewe mama, usitafuta hayo matatizo. Wimbo wa umalaya mwache mume wako aimbe, wewe usidakie beti la pili. Tulia. Maana yangu ni kwamba huyu aliyefanya utafiti anasema hata hao wa mama waliowahi kuchiti 25, 10 ni kwa sababu ya nini? Kulipa kisasi. Kwamba na mimi nitulize moyo nikatafuta yeyote. Alisema 10 ndio wale ambao nilisema juzi. Yaani kama mama kanafanya dhambi ya kusaliti sio kwa sababu kanapenda. Mume hatoi matumizi. Na kwa sababu hatoi matumizi, kama mama kanapata msaada kutoka kwa wanaume wengine, wanakaonea huruma. Hivi haya maembe umeuza kweli? Avocado umeuza? Ndizi kweli, lakini banane wanakapa 10,000, wanakapa 1,000, wanakasaidia. Mwisho akakamama kanajiuliza, shukrani yangu nitakayomshukuru huyu mwanaume anayenisaidia ni kitu gani? Ndio ile nilisema anaenda Matendo ya Mitume ngapi? 3. Mstari wa kwanza. Petro na Yohana wakakwea kwenda hekaluni masaa ya kusali. Wakamkuta mlemavu. Wakamwambia, pesa na nini hatuna, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa hiyo kale kamama kanasema, huyu baba amenisaidia muda mrefu, amenisaidia sana, sina cha kumlipa, nilicho nacho. Kwa alisema asilimia kubwa hiyo 10 ni wale ambao wanasaliti kwa ajili ya shukrani. Yaani anamshukuru yule mwanaume anayemsaidia. Alisema hizo 5 ni tule tumama ambato tulituoa tukiwa tumaraya mapema. Tulikuwa tumaraya tu, ukakaoa hakawezi kulizika na mwanaume mmoja, ndio maana kana saliti. Lakini asilimia kubwa ya waliokamatwa ni sisi wanaume. 95. Amen. Tunaelewana wapendwa? Kwa hiyo kuna vita kubwa ambayo shetani anapambana na uzao wa kiume. Ndio maana unaona uharibifu mwingi wa dhambi zinatutafuna sisi. Kwa sababu shetani anajua nikivuruga huyu mwanaume nimevuruga familia nzima. Familia nzima haitakuwa sawa. Jambo la 3 ambalo unapaswa kulijua. Mwanaume unapaswa kujua wewe ni role model wa watoto wako. Lifestyle unayoishi watoto wako wataiadapt, wataichukua kutoka kwako. Ndio maana fuatilia wanaume wengi wanaopiga wake zao. Ukifuatilia, ukitrace, utagundua na baba yake alikuwa anafanya nini? Anapiga mke wake. Yaani tutoto tunaona kabisa unavyopiga mke na kenye kanasa, nikioa akinisumbua ni mwendo wa ngumi. The way unavyokea mke wako ndivyo na watoto wanatamani waoe waje wakee wake zao. Kwa sababu ni role model. Ndio maana tunaambiwaga wanaume, hata kama mke wako amekukosea kiasi gani, chumba sio kwa ajili ya kulala tu, ile ni ofisi.
ya kutatulia matatizo yetu. Kama mama kamekosea, unakaita ndani. We, redio inalia huko. Mbona sisikii inalia? Nenda kanaingia na wewe unaingia. Hapana, sio redio. Umekosea 1 2 3 hapa. Mnapigiana kelele huko. Samehe, yameisha. Mnakuja. Sasa watoto sebuleni wanasema baba na mama hawajawahi kugombana. Hawajawahi. Wanaume tulio na wake, punga mikono. Hebu tuambie mwenzetu, unatumia siri gani tangu muoane hamjawahi kukosana? Kuna mwanaume ambaye hujawahi kukosana na mke wako? Ni ngumu, kwa sababu ulimi na meno vinakaa kwenye kinywa, vinakosana havikosani. Kuna wakati unatafuna, ulimi unachelewa kurudi, jino limepitia. Alafu ulimi unamwambia jino, sasa mbona tunatafunana, unaenda kugusa kwa mbona tunatafunana? Jino sasa, samahani, nilifikiri umerudi. Sasa nilikuwa bado. Sasa mbona umetoa? Nilikuwa mfikiri chakula. Wanaombana msamaha, wanaendelea kukaa. Ndio maana hata wale ambao wametoa meno, ulimi unatafuta mwenzake. Kila siku anatembea, utasikia ulimi unatafuta kwamba walienda wapi, ingawa walikuwa wanang'atana. Sasa ndio sembuse muke. Kuna somo moja nafundishaga, nasema kama kuna muujiza duniani ni mke na mume. Kwa sababu unaishi na kiumbe kimelelewa mazingira tofauti na wewe umekulia tofauti, alafu mnakutana. Kwa mfano kuna familia zingine tumelelewa kijeshi jeshi. Mnaelewa Kijeshi jeshi. Yaani mule ndani ni makofi, mengine hayana utaratibu. Hata baba kusema nipishe ni kofi, pa pita huko. Leta maji, pa kutoka. Yaani mule ndani ni kuamshwa kwenda shule ni kijeshi. Wai, shule. Amka. Kule kwa. Yaani mule ndani katoto kana mkwepa baba, akajafanya makosa lakini kanajua hapa naweza kula kofi, halina utaratibu. Ni kijeshi jeshi mule ndani. Lakini ziko familia tunaziita za nyanya, tomato, mayai, zimetengenezeana tray. Kenya mnaita tray nanye, tray la mayai. Kwa mle ndani, yani hata katoto kuamsha kwenda shule, yani kanaamsha shule mwanangu, singia usingizi, amka, kanabembelezwa, kanapelekwa mpaka bafuni, kama nika jinsia moja. Power Computers ni wauzaji bora wa computers aina zote, laptops na desktops, lakini pia wanauza printers aina zote na photocopy machines, wino za printers na photocopy. Vifaa vyote vya kompyuta vinapatikana. Unaweza pia kujipatia EFD machines za TRA, CCTV cameras kwa ajili ya ofisi, godown na nyumbani. Wasiliana nasi kupitia matawi yetu Dar es Salaam, India Streets, Arusha, Moshi na Dodoma. Kanapokelewa hapo, kanalelewa, chakula kanapakuliwa, umeweka kingi, anapanguza. Yani kanalelewa nyanya. Kanaweza hata kulia usiku, utafikiri kamepatwa jambo. Mama naenda, shida gani? Huku blanketi. Kwa nakafunika. Nika nyanya. Unakapa chai kwenye kikombe, kanadai kikombe cha baba. Mimi nataka hiki. Baba, chukua mwanangu, chukua. Alafu sasa huyo anakuja kuoana na wa kijeshi. Hebu niambie pastor. Si ndio moto unawaka? Kwa sababu huyu kalelewa nyanya, huyu.
Sasa usiombe. Baba ndio kalelewa nyanya, mama mjeshi. Unajua wanaume, ngoja niwaambie. Kuna wakati unamwambia mke wako ana kiburi. Hana. Ameokoka kuliko Mariamu mama wa Yesu. Lakini tabia aliyonayo ni malezi. Ni kama nilikuwa nawaambia watu wengine. Wanamsema sana Pastor Ng'ang'a, kamanda. Wanasema kamanda ana matusi, anapiga watu, anafanya nini? Yule sio pastor, sio kitu gani? Mimi nawaambia nyie watu, naomba muelewe jambo moja. Ng'ang'a ni mtumishi. Kama kuna mapungufu mengine ya kibinadamu tumuombee hayo. Lakini kuhusu kupiga watu matusi, ile fikiria, nyie mnachojidanganya. Wewe pastor umetoka Sunday school, umeenda umeimba praise, ukawa protocol, ukasikia wito, ukaenda kusoma uchungaji, ukaja, utakuwa na lugha za aina gani? Sisi za kanisa, sisi za Mungu wa Elia, haleluya, bless. Sasa Ng'ang'a hakutoka huko. Hakutoka huko. Ng'ang'a ile ni product ya prison. Amekaa prison karibu kama prison ngapi? Ameenda mpaka ile shimo ya tewa. Lile ndio gereza shida hapa Kenya. Wakikupeleka huko utanyoka tu. Sasa shimo ya tewa, kila lugha wanayotumia ni matusi tu. Ni fara, ng'ombe, jinga, si nini. Yani hata kukwambia twende kule chakula ni kofi. Pa, amuka, twende tukale. Pa, amuka. Yani ni makofi. Makofi ndio salamu, ndio story. Sasa kutoka hapo, anatoka, anaamua kumtumikia Mungu. Ulitegemea aweje? Muulize jirani yako, ulitegemea awe kama wewe? Yani yeye akimuita mtu fara, hajatukana. Yeye kwake hiyo ni vocabulary ya kawaida. Kwa hiyo utasikia ona fara hii nyingine hii hapa. Mpaka mke wake mwenyewe anasema ona hii fara hii. Ni mke wake kabisa. Hiyo ni hii Gen Z hii. Mimi nimeoa Gen Z hii fara hii. Kwa akikuta mtu anasinzia, bado elementi za shimo la tewa hazijaisha. Kaa nyuma huko. Yani wewe unashituka, yeye anaona ametumia polite way kumwamusha mtu akakae nyuma, kamera zisimulike. Mwangalie jirani yako, mwambie anza kumuona Ng'ang'a kwa jicho la tofauti. Kwa sababu wachungaji tuwe wa kweli. Tabia ya Paulo na kina Yakobo ni vitu viwili. Ndio maana Paulo nyaraka zake ni tofauti na za kina Petro. Petro mwenyewe amewahi kusema, mnaposoma nyaraka za Paulo muwe makini. Kwa sababu kuna mahali anawaambia nije kwa fimbo au zile ni lugha element. Ndio maana nawaambiaga watu, mtu akiokoka usifikiri atachange ghafla attitude. Sisi tuliwahi kuwa na stoki kwenye somo na kazi ya somo. Amen. Sinaongea na wanaume. Sisi tuliwahi kuwa na mtu mmoja aliokoka. Kabla hajaokoka alikuwa bouncer. Mnafahamu mabouncer? Wale wanaolinda usalama kwenye madisco. Wamevifua nini? Wapiga kelele wale mule kwenye disco, na kama mlangoni kama una tiketi ya kuingia uingii, bouncer. Sasa akaokoka. Akaja. Siku moja tukawa na kesha. Huko mnasema kesha. Tanzania tunasema mkesha. Nye kesha. Sasa tukawa na kesha. Sasa yuko mule. Vijana wametoka huko wanapiga kelele.
Jamani tulieni. Yule bwana inamtesa. Anaona mbona hii kitu kidogo sana. Akaja mbele kama bishop kama hao akasema, Bwana asifiwe. Amen. Mnaweza kuniruhusu nikatuliza hiyo kelele? Sasa wachungaji wakasema, sisi ndo vizuri. Yeah, just go. Akasema okay. Thank you. Sasa wanajiuliza, anaomba kutuliza, alafu anasalimia na madhabahu, thank you. Akaenda. Ile enzi ya shimo la tewa haijatoka kichwani. Akafika pale. Anawapiga ile kwetu tunaita Tanganyika jeki. Yani ile unapigwa alafu tatembelea vidore. Anaenda na nje. Pale nje kulikuwa na bomba type. Nyie mnasema type. Ile ya maji. Funguli ya maji. Anamketisha hapo. Funguli ya maji. Anaroa chapa. Anasema endelea na kelele. Sasa ameroweka, atarudi tena ndani. Ni kwenda wapi? Nyumbani. Anaingia ndani. Tukashangaa tu kelele inatulia. Mwisho kimya. Lakini kimya tunaona mashimo kule. Watu kumbe jamaa kamaliza wote. Sasa kesho yake tunamshukuru Bwana, asante kwa kazi jana umetuliza. Sasa hiyo kazi ndogo hiyo, mimi nikiwepo hiyo kitu mniachie. Sasa mmoja akatuambia, lakini mnajua alivyofanya? Tukasema si ametuliza. Akasema ametuliza. Hamkuona mmehubiri hata watu wa kuokoka walikuwa kidogo? Alimaliza wote. Kufanyaje? Alikuwa anawachukua, anawaroweka, wanaenda. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie ndugu, nimeokoka ila process zinaendelea. Kuna tutabia tuingine bado. Sijaja hapa kumtetea nani Ng'ang'a, lakini nataka tu mumuelewe alitokea wapi. Amen. Wanaume, kwa hiyo wewe ni role model. Hata kama unaishi na mama nyanya au wewe ndio ulikuwa nyanya, kuna wakati mke wako atakukimbiza kwa sababu yeye ndio kazoea. Mimi kwetu tumezaliwa wanaume 4, baba akachukua na watoto wengine wa ndugu zake 3, tukawa 7. Mama kipika ugali ukiwekwa, yani ile mnaoniona mimi nikila ugenini najicontrol ili wasije wenyeji wakanishitukia. Kondo nachota, naweka, napumzika lakini sio ulaji wangu. Sicheki na chakula. Mimi chakula dakika 2-3 ni nyingi, nimemaliza. Kwa sababu malezi niliolelewa. Yani mama ilikuwa akiweka ugali, wakati wanafanya maombi tunakadiria maombi yao, maana tuliyazoea. Baba sibariki riziki na amen, umeshafika. Yani ile amen ni umefika kwenye ugali. Unakata ugali, alafu unakuwa na tunasema tera, yani kichwa na mwingine unabaki. Ule wa juu ule unabonyeza, ndo unachukua mboga unatupia. Mwingine unatumia lift ya mboga iliyotangulia ili uwai kukata. Kwa sababu kichelewa utakata mara moja. Sasa uraji ule ulituathiri. Paka wakati mwingine mke wangu akipika chakula kiweka na anakuta natoka. Nini? Shida gani? Sasa kwani chakula? Ambia mimi nishaosha na sahani. Kwa sababu mimi nyumbani nimejiwekea ka utaratibu. Nikimaliza kula, kwa sababu tuko na nani hapo cha kuozea, nikimaliza kula naenda naosha naweka hapo.
Na kwa kufanya hivyo hakuniondolei kuwa mwanaume. Nimezaa watoto 5. Nafikiri mnanielewa. Mimi kuna vitu vingi nimeviweka simple. Kama nilivyowaambia, huu ni wakati wa kutafuta amani ya moyo. Vile vitu ambavyo naviweza, sitakagi mimi vinikwaze. Kwani nikiosha sahani yangu 2 hizi ya ugali ndio si mimi mwanaume sasa? Unakuta kama mama wakati mwingine unakarundikia kazi nyingi katazeka kabla ya wakati. Sasa wakati mwingine mke wangu ananiuliza, chakula, naambia hata sahani tayari nimeosha. Sasa amenizoea. Kwa nikienda kwa watu wanasema, wewe tabia yako usifanye kama nyumbani. Pole pole. Ni kijeshi. Tumelelewa kijeshi. Sasa kuna wakati mke wako ambaye amelelewa kijeshi, unaamka asubuhi eti maji. Yani kuoga. Shida gani? Sinataka ya kuoga. Sasa yamekatika kwenye bomba. Ukaniweke. Wewe nimekuuliza hapo, umeamkaje? Umesema salama. Sasa kama uko salama, unaanza kusema na kiburi. Hana kiburi, fuatilia aliko kulia. Amen. Kwa hiyo jitunze, kuitunza ndoa yako, kwa sababu watoto wako wewe ndio role model wao. Vile unavyoongea, matusi unayotukana, hebu niambie, Ng'ang'a atakapopata mchungaji pale akampandia kanisa, unategemea yule mchungaji atakuwaje? Si tutabia kama tule kama alivyo baba, like father, like. Kwa hiyo vile unavyovifanya pale kwenye mji wako, unapanda mbegu kwa watoto wako. Kwa kama una vitabia vya ajabu, ujue unapanda na vitoto vyako vitakuwa hivyo hivyo. Ndio maana kuna watu wakati mwingine watu wanasema, hii tabia ya mtoto hii ya baba yake, ya babu yake. Kwa nini wana adapt kutoka mtu kwenda mtu, generation kwenda generation? Kwa jifunze kuwa na tabia nzuri, kwa sababu unapanda. Vile unavyowatoa outing, shopping, watoto nao watashika hayo. Amen. Si unajua wanaume wengi hatuna tabia ya kutoa watoto wetu outing. Wenzetu Marekani hiyo ni amri. Watoto kwenda vacation ni kitu cha kawaida. Na hiyo wanaiheshimu sana, kuwatoa watoto outing. Lakini wanaume wengi tunatoana sisi. Unatafuta wanaume wenzako 5, mnaenda kuchoma nyama. Watoto wako hujawahi kuwapeleka. Muulize mwanaume mwenzako, mnatoka mara ngapi kwa mwezi kuchomesha nyama watoto, kuwatoa outing? Vitu vingine tunapuuza kwamba mimi maadamu unga upo, nini nyumbani, nini. Sasa unawachomesha wanaume wenzako nyama, sijui poko, sijui nyambuzi, sijui wapi. Hakuna muda unapeleka watoto wako kuchoma. Wakati mwingine tuwafanye watoto wetu wasikie fahari kwamba wanalelewa tukiwa hai. Kwa sababu wengine ni yatima. Wanacholia wanasema, baba angekuwepo angenitoa wapi? Out. Baba angekuwepo angefanya nini? Nilikuwa nahubiri Nairobi maneno ambayo sio mazuri na sitaki kuyarudia hapa. Lakini kwa sababu mtajiuliza Nairobi ulisema nini? Maneno ambayo sitasema hapa. Nairobi nilisema hivi, maana hapa sitasema. Nilisema kuna wamama na watoto. Watoto ni yatima, mama ni mjane, ila mume yuko hai. Yani ana jina la kuwa hai, lakini yani ni mwanaume, lakini ukweli ni marehemu anayetembea. Umewahi kuona wamama ambao wananyang'anya wananyang'anya misiba ya watu? Yani kama mama kanalia kwenye msiba, unajiuliza huyu mama ana undugu gani? Lakini sikiliza maneno anayosema pale kwenye msiba. Mungu, unaondoa watu wastaarabu, watu wenye akili, wapole. Anaogopa kusema mbele ya watu, lakini moyoni anasema umeniachia yule kule, si ungechukua yule. Yani mke wako analia ukiwa hai. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo alitarajia ufanye.
Kwa hiyo sisi ni role model wa watoto wetu. Kuna vitu ni vidogo sana, lakini mbele ya safari vitatuathiri. Nilikuwa na wagombeza wa mama jana kwamba wa baba tunawaamini, lakini mnatuangusha. Kwa mfano, wa baba wengi pesa za matumizi mnatolea chumbani. Mama naeleza shida, unatoa pesa huko chumbani. Hayo ni makosa makubwa. Unajitengenezea bomu mbele ya safari. Hawa mama hawa wana akili nyingi. Anasema watoto wanasema nguo, wanasema nini? Unasema unafiatua pia unampa. Akifika pale kwa watoto hakutambulishe wewe. Anasema mlisema nguo, na wanunulia. Lakini hawaambii baba yenu ametoa nini? Ametoa pesa. Wewe unaona ni kitu cha kawaida, lakini anakuondoa kwenye mioyo ya watoto wako. Atakaponunua nguo, watoto wanamshukuru nani? Vingine vitoto vinakuja mpaka mwilini, baba, mama, mama. Wakati heri ulitoa wewe. Unategemea kakatoto kakikua, kakawa ka profesa, suika nini, kanafanya Nairobi, wewe huko Maua. Unafikiri tiketi atakata ya nani? Ndio maana unakuta wamama ndio wanaalikwa sana na watoto wetu. Mama njoo upumzike Nairobi. Mama njoo Mombasa. Mama njoo Ulaya tutafutie visa. Wewe unabaki kuchunga mbuzi tu. Hata mtoto akija, zawadi zote anabeba za nani? Wewe unabaki kuwa ndugu mtazamaji. Anampa kweli, anampa kwa kweli, anampa. Unategemea labda ya kwako iko mwishoni. Anafunga begi, anafungua pochi, anampa hela. Unashangaa anaaga, samahani sikai sana naondoka. Kama mama kana tabasamu. Unakuja kumwambia zile hela zipi? Utoto mama ni tujeuri. Lazima Biblia imesema tukae nao kwa nini? Kwa akili. Umesemaje mama? Watoto wanataka nguo, twende sebuleni. Watoto mmesemaje? Tunataka nguo. Unataka nguo? Haya, unafungua pochi papa mama kawanunulie. Watoto wanajua aliyetoa pesa ni nani na aliyenunua ni nani. Unamtuma mke wako akatume school fees. Akifika kule hamwambii mtoto mimi na baba yako tunakutumia. Anasema nikutumie kwa njia gani? Akaunti gani? Nikutumie, sio tukutumie. Akishatuma mtoto anajua pesa amenitumia nani? Mama. Tunafanya vitu kisiri tukifikiri wanawake wanatupresent. Kumbe wanajipresent wao. Ndio maana aliyetunga Kiswahili nani kama mama? Uliwahi kuona Kiswahili nani kama baba? Kwani alitunga hicho Kiswahili? Alimuona mama ndo anatuma school fees, mama ndo anafanya hii, mama wewe uonekani. Omba Mungu utangulie kuondoka. Akitangulia mke wako utasoma namba. Kwa sababu saizi watoto wako wanaleta zawadi kwa sababu mama yao yupo. Akienda utabaki na malaika na kunguru wa Elia wakuletee mikate. Amen. Nilikuwa nawaambia jana wamama asilimia kubwa wanaamini sisi ndio tutatangulia kufa. Si ndio? Wanajua sisi tutafanyaje? Tutatangulia kufa. Ndio maana mazungumzo yote ni kujidefend wewe ukiondoka. Utasikia sasa mume wangu, mambo mengine tu tunaongea tu, sio kwa ubaya. Kwa mfano, ukifa mimi nitafanyaje? Title deed iko kwa jina lako. Sio yale maproti manini kwa jina. Sasa kwa mfano ukifa,
wale wadogo zako, kaka zako, wazazi wako. Unajua wananiheshimu ukiwa hai. Sasa kwa mfano ukifa, unaniachaje? Yaani wamama wote wanajua sisi tutatangulia kufa. Ndio maana hata ukisema naumwa, mama hakemei ugonjwa, anakemea kifo. Toka shetani, huwezi kumchukua. Kifo shindwa. Kuna wakati unalala unakoroma kidogo, utasikia anahisi kama unakata roho. Yaani wamama wanahisi wanaishi na marehemu mtarajiwa. Ndio maana wakati wote wanajihami. Amen. Ni ambao mna mali, umeandikaje? Na jina lake lipo. Kuna kabila fulani wanasema ukimwandika ujue anakuua kesho. Ili abaki na mali. Lakini sisi tunaamini tumeokoka, wake zetu wameokoka. Ingawa sisi sio tuliowaandikia certificate ya wokovu. Kwa hiyo chochote unachokifanya unapanda kwa watoto wako, kwa sababu wewe ni role model wa watoto wako. Ya ngapi tunaenda? Ya 4, si ndio? Tunakaribia ya 4. Baba, ujue. Maana yote tunasema mwanaume unapaswa kujua, si ndio? Tumesema ujue wewe ni wa thamani. Kuwa tu mwanaume ni chombo cha thamani. Ya pili, ujue shetani anatafuta uzao wa kiume au malize. Ndio maana anapanda tutabia tubovu kwetu sisi wanaume ili kuziharibu familia zetu. Maana anajua familia zetu ziko mikononi mwetu. Tumesema pia mwanaume ujue wewe ni role model wa watoto wako. Ni role model wa watoto wako. Yaani watoto wako kile unachokifanya unawaandaa kwa maisha yao ya baadaye. Ya 4, mwanaume ujue majukumu ya kuilea na kuibeba familia yako mikononi mwako. Yako wapi? Mikononi mwako. Ukisoma ile waraka Timotheo, waraka wa kwanza wa nani? Timotheo, mlango ule wa 5:8 mpaka 10. 8 mpaka 10. Anasema waraka wa kwanza wa Timotheo, si ndio? Mlango wa 5 mstari wa 8 mpaka 10. Anasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana nini? Imani. Tena ni mbaya kuliko asiamini. Kuna hayo mengine hapo, mjane na nini. Lakini pointi yangu mimi iko pale. Tumeamuliwa kuzitunza nini? Familia zetu. Unajua kuna wanaume wanatutia aibu. Unapokuta familia imeshikiliwa na mama. Mama ndo anaoperate kila kitu. Na nyie ni mashahidi. Mama kishika familia ni mtego. Unafikiri kwa nini Adamu tunasema alifeli? Alifeli kwa sababu aliruhusu mwanamke ndio alete chakula nyumbani. Na mnaona chakula kingine alichokileta. Paka leo tunateseka kwa sababu mwanaume aliacha majukumu akakabidhi yote kwa nani? Kwa Eva. Paka akaleta na kitu ambacho sio. Ukiruhusu mke wako ndiye aoperate kila kitu, umekwisha. Kuna wanaume yani hajishughulishi.
mpaka haoni aibu, anajisifia kwa wanaume wenzake, mimi nimeoa, mimi nina mke bwana. Kwa nini? Eti mke wake anatafuta yeye chakula. Ni kweli wale ni wasaidizi, lakini hatupaswi tuwaachie. Tafuta chakula mwanaume, majukumu ya hapo nyumbani, tunza watoto, fanya hiki, jitume. Hayo majukumu ni ya kwako. Mungu akikupa kichwa cha mwanamke ambacho kinachakalika, kinafanya biashara, kinafanya nini, mshukuru Mungu. Lakini wajibu wa kutafuta riziki kwa familia zetu ni wa kwetu. Usikae tu nyumbani jicho, tafuta namna yoyote. Unajua kuna wakati watu wanachagua kazi. Unachagua kazi. Kijana mmoja alikuja akaniambia, "Pastor, kazi hamna, niombee." Nikasema ziko nyingi. Akasema hamna. Nikasema naomba nikuajiri. Akasema niko tayari. Nikamwambia nikupe kazi. Akasema akasema sawa. Nikamwambia katafute ubao, zile mbao za miti hizi, kata kipande. Akasema sawa. Akasema mchungaji, tayari nimekipata. Nikamwambia chukua mkaa. Tunaelewa mkaa? Nyie huko mnasema chako. Nikasema andika dobi wa kufua na kunyosha kwa shilingi 500 yuko hapa. Sasa 500 ya Tanzania. Kwa hapa itakuwa shilingi ngapi? 50. Maana pesa yenu inatunyanyasa. Hamututendei haki. Yaani kwamba 1000 yenu sisi 20,000. Ai. Milioni 1 ya Kenya una milioni 20 na za Tanzania. Sawa? Tutapambana tu. Tutawakuta mbele ya safari. Sasa kama andika hiyo 500. Kufua na kufanyaje? Na kunyosha. Akasema tayari. Kaambia pigilia hapo kwenye geto lako hapo. Akapigilia. Sasa mama mmoja akapita hapo akasema, "Hey! Kumbe unafua na kunyosha? Mimi manguo yako mengi." Akamletea. Akatangaza huko. Walimletea nguo siku ile. Kafua. Kasinyosha. Siku ile akaniambia, "Pastor, amepata kama 1000 ya Kenya kwa siku hii moja." Nikamwambia niletee. Akasema nini? Nikasema hiyo hela. Akasema kwa nini? Nikasema kwa nini, hiyo kazi yako kwako? Mimi nimekuajiri, nitakulipa mwisho wa mwezi. Utakuwa unafua unaleta. Akasema yani ubao nimetafuta mimi, nimeandika mimi, nimechota maji mimi, nimefua, nimenyosha. Sasa nakuleteaje wewe? Nikamwambia umetumia akili zangu. Leta hela. Akasema sileti. Kwa akaanza fua nyosha. Miezi kama 2 akanunua mashini ya kufulia hiyo nani. Akampata miezi 6 akanunua ya pili. Miezi 300. Alipomaliza hiyo akaenda kufungua kituo kingine cha kufua kwenye kamji kingine. Yaani kama hapa unaenda kufungua pale tulipokuepo siku ile. Akakanane akafungua tena kama kule kuna kijiji kingine tulikakuta kule mbele zaidi. Akawa na vituo kama 6. Anafua. Mwisho sio yeye tena anafua, kwa sababu kisha tunao mashine. Akatafuta vibarua ambao wanatoa kwenye nani, wananyosha, yeye akawa manager. Sio. Unajua nilikuja kuonana naye, ameshajipatia uharibifu, ulemavu wa kujitakia. Mnafahamu ulemavu wa kujitakia?
kitambi. Kwa sababu kitambi ni ulemavu ni wa kujitakia, huo sio nani. Mtu naamua kupinda bila sababu. Kona na mimi niko na kaulemavu kidogo hapa. Ulemavu wa kufanyaje? Wa kujitakia. Nikakuta na yeye amerema. Ni wewe? Sasa mchungaji, sio kwamba kazi zilikuwa hazipo, nilikuwa sina akili. Kazi zipo. Siku nyingine nikakuta kale ka message ka confirmed amenitumia. Tunaona siku nyingine anashusha kioo. Fiu. Namuuliza, unaendesha gari? Akasema sio moja, nimenunua mawili, ndo nafanya kutembelea vituo. Alisema hana kazi. Kumbe kazi zipo. Unaweza ukaanzia chini, baadaye ukafanyaje? Point yangu mnaielewa? Mwanaume, tafuta kazi. Na unajua niliwaambia duniani nchi ambazo zinaogopeka kuwa na watu watafutaji wa kazi, niliwaambia Kenya mupo. Wakenya mnatafuta kazi. Sasa hivi Tanzania mtu akitaka hoteli iendelee anaweka meneja Mkenya. Kuna hoteli hapo Arusha kalikuwa kana kufa kalikuwa kanisa. Hata walitaka wakauze. Mtu mmoja akawaambia, "Hii hoteli ni nzuri, tafuta Mkenya."